Unapopita katika mitandao ya kijamii, hususan katika upande wa comment, unakutana na comment nyingi zilizoandikwa no reforms, no election. Hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi. Kampeni hii yazua taharuki hata serikalini. Serikali ya Tanzania imejibu vikali wimbi la wanaharakati wa mitandaoni unaoendelea kwa kasi likishinikiza mageuzi ya mfumo wa uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa ameielezea kampeni inayobeba kauli mbiu ya hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi kuwa ni ya kupotosha na haina tija kwa taifa. Msigwa ahimiza Watanzania kutojiingiza katika kile alichokieleza kama ni upuuzi unaoenea kwenye mitandao ya kijamii. Kinachoendelea huko mitandaoni ni upuuzi mtupu, alisema. Watanzania wanapaswa kuelekeza nguvu zao kwenye kulijenga taifa. Huwezi kuzuia uchaguzi kwa kampeni wakati ratiba ya uchaguzi imeshatangazwa rasmi. Kauli hiyo ya Msigwa imekuja kufuatia wimbi na maelfu ya watumiaji wa mitandao kama TikTok, Instagram, Facebook na X, zamani Twitter, ambao wanatumia kauli hiyo maarufu kwenye sehemu ya maoni ya machapisho ya watu mashuhuri na taasisi. Kampeni hiyo inaaminika kuanzishwa na chama cha upinzani Chadema, inalenga kushinikiza mageuzi makubwa kwenye mfumo wa uchaguzi nchini Tanzania. Miongoni mwa madai hayo ni kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi, wazi katika kuhesabu kura na haki kwa vyama vya upinzani kushiriki katika mchakato wa uchaguzi bila bugdha. Makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche alisema kampeni hiyo ni sauti ya wananchi waliochoka na hali ya sasa. Wananchi wakianza kupaza sauti kwa namna hii inaashiria hali ya kutoridhika, viongozi lazima wasikilize, alisema Heche alipokuwa akizungumza na wananchi. Lakini kwa upande wa serikali, Msigwa alitoa wito kwa wananchi kufikiri kabla ya kutumia mitandao, akisisitiza kuwa matumizi mabaya ya mtandao ni upotevu wa rasilimali, hasa kwa kuzingatia gharama ya bando la intaneti nchini. Badala ya kupoteza muda wa fedha kwenye kauli mtandaoni, vijana watumie mtandao kujifunza mambo mapya na kushiriki katika maendeleo ya taifa, alisema Msigwa. Kwa majibu ya kampeni hiyo, wafuasi wa serikali wameanzisha kauli mbadala ya Oktoba tunatiki, yenye namna kuwa tunaweka tiki kwenye karatasi ya kura Oktoba. Kampeni hii inalenga kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika uchaguzi wa kupinga wazo la kuzuia uchaguzi kwa sababu ya kutokuwepo kwa mageuzi. Pamoja na kampeni hiyo ya kupinga kauli ya hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi inaendelea kushika kasi, huku baadhi ya watu maarufu wakilazimika kuzima sehemu ya maoni kwenye machapisho yao kutokana na wingi wa maoni yenye kauli hiyo ya no reforms, no election. Wachambuzi wa mawasiliano ya kidijitali akiwemo mchambuzi wa teknolojia Ramadhani Manyeko wameonya kuwa kampeni hiyo huenda si ya siri pekee, wakidokeza uwezekano wa kuratibiwa na watu wenye ajenda maalum. Hii ni ripoti ya MediaWire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika, na mimi ni Joseph Mwanawaisangura.